Na wapeni salamu hao wengine. Mkivaa zile apron nyeupe na gloves, wapewe mafunzo na mtumie maji sana. Maji sana. Nakumbuka tulipokuja hapa kulikuwa na sehemu tumeonyeshwa ya maji. Kachukueni mwe mnasafisha kama hivi. Maji yako. Kule kuna matinjoni kule. Na si vibaya wewe ungeonyesha mfano rafiki yangu. Tengezeni yale makabati ya vioo. Mle ndani wanakaa mle, unatia barafu chini kama sio cha barafu, ili hivi vitu vikae salama. Maana kuku huyu kama hajanunuliwa kesho unakuja kumuuza tena kesho. Uongo? Kashashinda kutwa, hajanunuliwa utamleta tena kesho. Kaimu Waziri wa Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda ambaye pia ni Waziri wa Kazi na Uwekezaji, Mheshimiwa Sharifu Ali Sharifu amesema ameridhishwa na hali ya upatikanaji na bei za bidhaa kwa wafanyabiashara katika upande wa Unguja ambapo zinaonekana kupungua kwa hali ya juu. Hivyo wizara itaendelea kufanya jitihada za kutoa elimu kwa wafanyabiashara kuhusu umuhimu wa kufuata taratibu za biashara pamoja na kuzingatia usafi wa mazingira wanayofanyia biashara zao. Amesema hayo baada ya kufanya ziara kukagua bei za bidhaa za vyakula katika soko la Darajani, soko la Mombasa, soko la Mwanakwerekwe pamoja na soko la Jumbi. Kama mnavyofahamu kwamba sasa hivi tuko katika mfungo mtukufu wa Ramadhani na serikali imetoa maelekezo hasa kwa wafanyabiashara wa vyakula kuzingatia bei zile elekezi ambazo serikali imezitoa, na bei elekezi hizi zimetoka kwa yale bidhaa ambazo serikali imezipunguzia ushuru. Kwa hiyo tulitaka kujiridhisha kuona kwamba kwanza wafanyabiashara wanafuata hiyo miongozo, lakini pia ziara yetu hii tulitaka tujiridhishe kuona kiwango gani cha chakula katika kipindi cha Ramadhani kipo na kuona hali ya masoko yetu jinsi wanavyoendesha biashara zao. Tumetembelea masoko manne leo. Tumeanza Darajani, baadaye tukaenda Mombasa, tukaenda soko la Mwanakwerekwe na sasa hivi tuko hapa Jumbi. Na niseme kwa ujumla mimi nimeridhishwa sana na ziara hii, na hasa kuona kwamba wafanyabiashara wametii zile maelekezo ambayo yametoka kwa serikali yao, kiasi kwamba sasa hivi suala la mchele kwa bei ya chini wamezingatia ya shilingi 1800 mpaka 2000 kwa mchele ule wa mapembe, lakini sukari kwa maana ya shilingi 2000. Na kila unapopita kweli kuna wengine ambao wameweka bei ile, na huwa tunataka waweke yale mabango ya kuonesha zile bidhaa wameweka, na wengine wamefika hadi ya kwenda chini ya ile bei elekezi. Tumemkuta mmoja anauza badala ya 1800 anauza mapembe kwa 1600. Kwa hivyo hichi ni kitu ambacho tumekifurahia. Mafuta pia tumeona kwamba yale mafuta ambayo tumewaelekeza wafanye hivyo wamefanya. Kwa hiyo kwangu mimi kama waziri sasa hivi ninaosimamia masuala haya ya biashara, nimefarijika kuona kwamba hali ya chakula kwa upande wa Unguja, hii safari itaelekea Pemba pia, lakini kwa upande wa Unguja iko vizuri. Changamoto tulionayo pia ni uwezo wa wananchi kuweza kumudu kununua hivyo. Kwa hiyo haya ni maisha ya kawaida duniani. Wako ambao wana uwezo mkubwa, wana uwezo wa kati, na ambao hawana uwezo. Kokote hata ukienda Marekani unayakuta hayo. Lakini sasa serikali kwa kulitambua hilo, ndio maana sasa ikajitahidi kupunguza ushuru, kupunguza zile fees, ili sasa bei ile ishuke ili wananchi wetu waweze kumudu. Kwa hiyo kwangu mimi nimeona hili ni jambo muhimu. Lakini katika safari hii tumegundua baadhi ya vitu ambavyo serikali itatoa maelekezo. Suala zima la bidhaa hizi za vitoweo ikiwemo samaki, kuku, nyama, handling yake kwa kweli mimi sikuridhika nayo, kwa sababu unaweza kukuta mtu anakamata kuku kwa mikono yake iko wazi, hajavaa gloves, nguo yake pia iko chafu, haiko vizuri. Maeneo yale ambayo anauzia unakuta nzi wengi. Kwa hiyo tumetoa maelekezo kuanzia sasa hivi tutatoa miongozo ya aina gani ya kuhandle hivi vitu, kwa maana sasa tuwatake wauzaji wa bidhaa hizi wavae nguo maalum, nguo nyeupe,
ambazo yatoka kama ni makoti pamoja na apron, na lazima wavae gloves ili kuhakikisha kwamba wanapozihandle zile bidhaa ziko katika hali ya uzuri na usalama kwa afya, hasa kwa walaji. Lakini chengine ambacho tumeona kwamba mara nyingi watu wanatumia kupimia vitu kwa kutumia zile machines, scale, mizani. Leo tumegundua watu wanatumia vibaba na pishi na vitu kama hivyo. Kwa kweli sasa hivi si wakati wa hiyo. Kwa hiyo tutatoa maelekezo sasa, hata wale wanaouza dagaa basi watumie utaratibu ule ule wa kutumia kilo na mezani maalum ambazo tutaziruhusu. Hayo ni mambo ambayo tutayapata baadaye, lakini naona kuna uhitaji mkubwa wa kutoa elimu kwa wafanyabiashara wetu hao. Wengi sana bado zile mindset zao ziko mambo ya nyuma kidogo, ili tuwaonyeshe jinsi gani ya kuhandle bidhaa zao, jinsi gani ya usafi katika maeneo yao na vitu kama hivyo. Naye kaimu mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ushindani Halali wa Biashara, ndugu Alia Emmanuel Juma, amesema lengo la ziara hiyo ni kuhakikisha wafanyabiashara wanabandika bei za bidhaa zao ili kurahisisha upatikanaji wa taarifa kwa wananchi. Kwa mujibu wa sheria namba 5 ya mwaka 2018, inatakiwa biashara zote au bidhaa zote zibandikwe bei zionekane. Kama vile unavyoingia supermarket ukazikuta bei zimebandikwa, basi inatakiwa na bidhaa zote, mteja anapokwenda kufuata mahitaji yake hatakiwi aulize bei gani, aione pale, kwa sababu kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao si waaminifu, wanaangalia watu na kuwafanyia tathmini kama huyu atakuwa nao uwezo, ukimwambia bei hii atanunua. Kwa sababu sisi binadamu tunatofautiana, kuna mwingine ana uwezo na kuna mwingine hana uwezo. Kwa hiyo lengo hili la kubandikwa bei ni kuweka uwazi wa ile bei ambayo imewekwa kwa katika biashara. Kwa upande wake, mkuu wa soko la Jumbi, ndugu Faki Suleiman Hatibu, amesema changamoto kubwa inayokabili wafanyabiashara sokoni ni upotevu wa mitaji yao. Mimi nipongeze ujio huu kwa sababu unaongeza motisha kulingana na wafanyabiashara, hasa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na kujua hasa serikali na mikakati yake hasa kuhusu bei elekezi ambazo zimepangwa na serikali. Kwa upande wetu sisi inatusaidia sana. Na jambo la pili ni kwamba changamoto zilizopo ndani ya soko letu kwa wafanyabiashara, asilimia kubwa wamepoteza mitaji. Wamepoteza mitaji kwa sababu mambo haya ya kuhamahama kidogo yana shida zake. Lakini kama unavyoona bei za masokoni ziko chini sana, lakini walaji kidogo hali zao ziko taabani sana. Sasa upande wa serikali, mimi niombe kitu kimoja ambacho ni muhimu sana kushinda haya mambo mengi ambayo tunayafanya. Serikali tunapokea maelekezo na maagizo, lakini kwa upande wetu sisi kama uongozi wa wafanyabiashara tunahitaji kuunganishwa na mwekezaji ili mambo yaende sawia, kwa sababu nyumba kama hii, kama wachungaji manake wamekosa ushirikishwaji yakinifu, na kwa kuna shida kidogo. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana ambalo serikali kwa upande wake iliangalie kwamba jumuiya hizi za wafanyabiashara manake kuja kwa mwekezaji siwe kama ni kikwazo, iwe ni neema badala ya kuwa na kama. Jina langu ni Madina Omar, lakini nyuma ya kamera ni Ali Haji.